Naam, hujambo mtazamaji wa Tanzania Safari Channel. Karibu sana katika matangazo haya mubashara, tukizungumza moja kwa moja kutokea hapa mkoani Ruvuma. Na kubwa zaidi, leo ni siku pekee ambayo tutaweza kufahamu mengi kuhusu masuala mazima ya historia, wapi taifa limetoka, wapi taifa linaelekea, lakini pia tukizungumza kuhusu ukombozi wa baadhi ya mataifa ya kusini mwa Afrika, yote tutayapata kutoka katika sehemu hii. Na kubwa zaidi, tunazungumza kuhusu Dr. Rashid Mfaume Kawawa, moja kati ya viongozi ambao ni mashuhuri kweli kweli. Ukizungumzia historia ya viongozi wa hapa nchini Tanzania, ni ngumu sana kuacha kumtaja kiongozi huyu kama ambavyo anaonekana katika picha hii. Amekuwa na historia kubwa ndani yake katika namna moja ama nyingine. Katika historia leo tutaweza kufahamu mengi, lakini kipekee kabisa kwa sababu nafasi yake alikuwa ni waziri mkuu mwanzoni kabisa hapo. Tuangalie historia Tanzania ilipotoka, tukiwazungumzia mawaziri wakuu wa Tanzania tangu mwaka 1961 hadi mwaka 2025. Mimi jina langu ni Idris Abubakar, ambaye nitakuwa nikikujulisha kila kinachojiri kutoka eneo hili. Tunaanza mara baada ya Tanganyika kupata uhuru wake mwaka 1961. Baada ya hapo ndipo kipindi ambapo waziri mkuu wa kwanza alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini mara baada ya hapo inafahamika, baada ya kipindi fulani, ilikuwa ni takriban kama siku 45 kupita, Rashid Mfaume Kawawa akachukua hatamu ya kuwa waziri mkuu wa Tanganyika kwa wakati huo, na ni kipindi ambacho Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alienda kwa ajili ya kuweza kuboresha chama cha TANU, na akanapita kwenye mikoa tofauti huko kwa ajili ya mambo kuweza kwenda vizuri. Kadiri ambavyo historia inavyozidi kuendelea hapo, mara baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, hapo mfumo wa uongozi pia ukawa umebadilika kwa kipindi hicho. Nafasi ya waziri mkuu kwa wakati huo haikuwepo tangu mwaka 1964 hadi mwaka 1972, ambapo sasa Rashid Mfaume Kawawa kwa mara ya pili akadumu tena katika nafasi hiyo, kabla ya mwaka 1977 Edward Moringe Sokoine kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa historia inaenda mpaka tukizungumza kwa sasa mwaka 2026 huu, ambapo utakumbuka kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana mwaka 2025, mara baada ya uchaguzi huo Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye alipata nafasi ya kuhudumu kwenye nafasi ya waziri mkuu mpaka tunavyozungumza hivi sasa. Hivyo historia ina mengi ndani yake. Ni kipi ambacho Dr. Rashid Mfaume Kawawa alikifanya kipindi kile akiwa waziri mkuu, lakini kwenye maisha yake kwa ujumla kabla hata ya taifa kupata uhuru, hali ilikuwaje? Harakati zinaonesha nini kwenye mapambano yake? Ni wapi alikutana na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Lakini mazingira yapi ambayo yeye alikuwa anaonekana zaidi? Yote tutayapata kutoka katika sehemu hii ya makumbusho haya ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa ambayo yuko hapa katika mkoa wa Ruvuma. Pamoja na hilo na mengine mengi, naibisha hodi katika nyumba hii, ambapo sasa hapa ndio sehemu tutaweza kupata historia kamili. Hodi hadi ndani. Karibu sana. Uko vizuri? Niko vizuri, karibu sana. Shukrani sana. Karibu makumbusho ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Mimi naitwa Francisco Mlingi. Ndio. Ni mhifadhi wa makumbusho hii ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Makumbusho hii ni makumbusho ambayo ina mjumuisho wa nyumba ambayo ilikuwa ikitumika kama makazi ya aliyekuwa waziri mkuu wa pili wa Tanganyika. Sawa. Lakini pia ina baadhi ya mikusanyo ambayo ilikuwa ikitumiwa na familia ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa pamoja na yeye mwenyewe. Sasa wakati hatujaenda kuyatazama huko, mtazamaji pia ni mkumbushe kwamba kuna sehemu baada atakuwa nasikia mwangu kwa sababu ya asili ya nyumba hapa tulipo. Lakini umezungumza kuhusu makumbusho haya. Mwaka gani yalifunguliwa? Sawa. Makumbusho haya yalifunguliwa mwaka 2017 ikiwa ni moja kati ya matekelezo ya kuadhimisha miaka 110 ya vita vya mashujaa wa Majimaji katika makumbusho ya Majimaji. Kwa hiyo hii makumbusho ilikabidhiwa kutoka kwa familia yenyewe ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Walionekana kwamba walikuwa wamethaminiwa na kuonekana mchango wao au kuthaminiwa mchango wao wa Dr. Rashid Mfaume Kawawa katika ukombozi wa taifa letu. Kwa hiyo wakawa willing kutupatia makumbusho hii, na hii makumbusho hapo mwanzo haikuwa na ukuta kama mtakavyoona huko nje. Sawa. Lakini ulikuja kuwekwa baada ya kukabidhiwa kwa makumbusho kuwa chini ya makumbusho mnamo mwaka 2017, na ilianza kufanya kazi kama makumbusho ya kumbukumbu ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Tumeingia hapa katika sehemu ya kwanza mara baada ya kuwa umenikaribisha. Sehemu ya kwanza ambayo tufungulia mlango hapa. Tulipoingia hapa ni wapi kwanza? Hapa ulipoingia hii ni sebule. Hii nyumba ina sebule mbili. Ina sebule
kwa ajili ya familia, ndio hii hapa tupo kwenye sebule ya familia. Lakini pia kuna sebule kwa ajili ya watu maalum au viongozi wa kiserikali, wageni ambao walikuwa ni wa Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Kwa tafsiri hiyo, katika sebule hii ambapo tumefika kwanza, ni sehemu ambapo mzee alikuwa kiketi na familia yake. Kabisa. Sasa hapo mimi natamani kitu kimoja. Ndio. Tuanze hapa. Sawa. Kiti hiki kinachoonekana. Kiti hiki unachokiona hapa ni kiti ambacho kilitengenezwa kwa mti wa mnazi. Lakini ni kiti ambacho alikuwa akipenda sana mzee Dr. Rashid Mfaume Kawawa kupumzika au kuketi akiwa amepumzika, aidha kama labda anapata zake chai au ameamua tu kupumzika. Hiki ndicho kiti ambacho alikuwa akiketi. Wanasema kwenye nyumba huwa kuna sehemu ambapo unajua mzee akiingia lazima ataketi hapa. Kwa hiyo maana yeye nafasi yake ilikuwa ni hii. Ndio. Si ndio maana yake? Ndio. Lakini tunaona pia kuna katika sehemu hapa. Ndio. Hapa ni nini? Hapa tunakutana na tuzo mbalimbali ambazo amewahi kutunukiwa Dr. Rashid Mfaume Kawawa kulingana na mchango wake katika kutetea haki za binadamu, lakini pia katika ukombozi wa taifa. Kwa mfano kama hapa kuna tuzo hiyo hapo ya Drum Major for Justice Awards. Hiyo inatolewa na familia ya Martin Luther huko Marekani, ambayo alipewa kwa kuonyesha mchango wake akiwa kama mpambaniaji haki za binadamu. Lakini pia kuna hii hapa ya association ya wahandisi the Architectural Association of Tanzania Foundation, hiyo mwaka 1982 alipewa kwa ajili ya mchango wake, kwa sababu alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wamehusika kikubwa katika kipindi hicho ujenzi wa vitu kama madaraja na nini, kwa sababu tulikuwa tuna changamoto ya vitu kama hivyo. Lakini pia yeye alikuwa amehusika sana katika mchango wake ulikuwa mkubwa katika miundombinu kuboreshwa. Ndio. Okay. Ukumbuka vizuri, by that time hapo alikuwa tayari ashatoka, hiyo mwaka 1982 alikuwa tayari ashatoka kwenye waziri mkuu. Ndio. Na niwakumbushe pia mwanzoni, utakumbuka kabla hajawa waziri mkuu wa pili, wakati ule waziri mkuu akiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yeye alihudumu pia, lakini alihudumu kama waziri ambaye hakuwa na wizara. Hakuwa na wizara bado. Kweli. Hapo kwenye picha hapa ni nini hapa? Hii ni picha ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa, yani simba wa vita, lakini yuko na mjukuu wake hapa. Huyo mjukuu wake anaitwa Modugai. Okay. Ndio. Sawa. Lakini pia utaona hapa kuna baadhi ya tuzo. Hii ni salamu za rambirambi kutoka kwa aliyekuwa mwanzilishi wa taifa na rais wa kwanza wa Namibia, Sam Nujoma. Ilitolewa tarehe 1 2009 Januari katika mazishi yake. Hii ndio alitoa. Ukizungumza kwenye historia ya ukombozi, Tanzania na Namibia lazima zivane kwa kiasi kikubwa. Ni kweli. Ni kweli, lakini kwa Dr. Rashid Mfaume Kawawa anasifika kama simba wa vita kwa sababu yeye alikuwa ametoa mchango mkubwa sana katika ukombozi wa mataifa ya Sahara, kusini mwa Afrika, lakini pia ya Sub-Saharan. Kwa hiyo mchango wake unaheshimika sana, lakini pia sio Namibia tu, kuna nchi zingine. Kwa hiyo kulikuwa kuna ushirikiano mkubwa kati ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mataifa ya kusini mwa Afrika katika kupigania ukombozi. Sawa, huyu ni simba wa vita. Ndio, huyo ndio. Anasema kwenye vita alikuwa anasema hakuna ambacho kinaweza kikakwamisha, ni kusonga mbele katika mapambano. Twende kwenye sehemu nyingine pia tutizame hapa. Huu mlango unatupeleka wapi? Sasa huu mlango unasema ni sehemu ya, hii ni sehemu kama nilivyowaambia, hii ni sehemu ya familia. Maana hiyo ngoja, kama ni sehemu ya familia, hata wageni wanaokuja wale wa kifamilia zaidi, mlango wao ulikuwa ni ambao tunatumia kuingia hapa. Ndio, mlango ulikuwa ni huo, lakini kwa kipindi hicho unakumbuka huyo alikuwa kiongozi. Kwa hiyo sasa katika kupokea wageni, kuna wageni ambao walikuwa wanakuja kwa appointment, yani kwa kupeana ahadi, kwa sababu wengine ni viongozi. Kwa hiyo na sio kwamba alikuwa anakuwepo nyumbani hapa muda wote. Kuna muda alikuwa na kazi zake, yupo safarini kikazi. Anaporudi, kama atapokea wageni, ikiwa ni wageni wa kiserikali, watapita
kuelekea sebule hii ya VIP pasipo kukaguliwa, lakini kwa wageni wengine wa kawaida, aidha ndugu au majirani, walikuwa wanakuja kuingia sebule hii, wanajumuika na sebule hii, of which hapa kulikuwa kuna mlinzi hapo security, ndio. Kwa hiyo wanakaguliwa kwanza, wanapata kukaguliwa, then ndipo wanafika ndani. Twende huko kwingine ambako umesema kwa wageni wengine ambao umesema wa VIP au viongozi pia wa kiserikali ambao wanakuja hapa, twende ambako walikuwa wanakaribishwa ama wanakuja kwa ajili ya kuzungumza na mwenyeji wao Dr. Rashid Mfaume Kawawa, ambapo ni sehemu hii sasa. Sawa. Hii ndio sebule ya VIP au tunasema watu mashuhuri waliokuwa wakifika kwa kipindi hicho walikuwa wakipata kuketi hapa na pamoja na Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Lakini pia kwenye sebule hii hapa utaona kuna mikusanyo ya picha mbalimbali, kuna nishani, kuna ngao, kuna samani ambazo zilikuwa zinatumika, kwa mfano makochi, kuna meza, kuna kigoda pale cha kinyago cha tembo. Ukiangalia hapa hivi mwanzoni kabisa utakuta kuna ngao. Kuna ngao hii hapa kunaonyesha kuna ngao ya JKT, Jeshi la Kujenga Taifa, ndio, ambayo ilikuwa ni kwa kuthamini mchango wa Dr. Rashid Mfaume Kawawa katika uanzishaji wa Jeshi la Kujenga Taifa na mwaka 1963. Na hii alipewa katika maadhimisho ya miaka 40 ya JKT, ndio. Lakini pia sio JKT tu, hata Jeshi la Ulinzi la Wananchi la Tanzania. Ndio, yeye alihusika kikubwa, kwa nafasi kubwa sana, mchango wake ulionekana. Lakini pia kuna nishani hapa ziko ya miaka 50 ya uhuru, lakini pia iko ya muungano pia ya miaka 50. Hizi zote ni nishani ambazo alipewa kama zawadi ya kuheshimu mchango wake akiwa kama kiongozi mkubwa, mzalendo, shupavu, simba wa vita katika kukomboa taifa letu. Sawa, tuangalie picha hizi pia. Hapa kuna picha mbalimbali kabisa hiyo. Kuna picha hiyo hapo ya juu ambayo walikuwa wakionekana hapo, yuko na Mwalimu Nyerere, lakini pia walikuwa wako na baadhi ya baraza, ili baraza la mwanzoni kabisa wazee wa mawaziri ambao walikuwa wamevaa kijamaa, walikuwa wamevalia kijamaa. Lakini pia unaona kuna baadhi ya watu kama unaweza kuwatambua, mfano kuna Kambona hapo anaonekana kwa mbali, ndio. Lakini pia kuna picha nyingine hizi huku chini ambazo akiwa anasalimiana na watu. Lakini kuna hii picha ya mbao ambayo ilikuwa imetolewa kama zawadi, umeona, akiwa kama makamu mwenyekiti wa CCM na makamu wa pili wa rais mstaafu. Kwa hiyo ni picha ambayo ilitolewa kama zawadi. Lakini pia hapa tunaona kuna picha ambayo alikuwa yuko kwenye kituo cha televisheni cha Tanganyika kikiitwa TBC mwanzoni ilipoanzia radio. Kwa hiyo hapa yeye alikuwa akitumia, hii ilikuwa inaitwa Tanganyika Broadcasting Corporation. Sawa. Sio TBC hii ya sasa hivi ambayo tumezoea kuijua, lakini hii ndio chumbuko au iliyozaa hii TBC leo tunaiona mpaka imefika. Na tutakuja kuigusia vizuri kwanza tueleze hizo picha nyingine. Lakini pia hapa tunapata kuona picha hii yenye chungu na vibuyu ambavyo vilitumika katika uchanganyaji wa udongo wa Muungano. Na huyo kama mnavyomuona hapa yuko Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini simba wa vita alikuwa yuko huku akifanya kumpongeza, kama unaona anapiga makofi kusherehekea jambo hilo. Sawa. Sasa nataka tuje kwenye picha hii. Tuje kwenye picha yenye vazi. Ndio. Nimeona picha nyingi pia ambazo alikuwa amevalia vazi hili pamoja na hizi nikobazi au nini, nikobazi pia. Nikobazi. Sawa. Hii picha unavyoona hapa ni picha ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa akiwa amevaa vazi la kijamaa au vazi la ujamaa. Lakini pia kwa kipindi kile viongozi wengi pamoja na Nyerere walikuwa na tabia ya kutembea na mkongojo, ikiwa hii ni kama kuonesha wanasema uongozi wake, yani anakuwa kama ushupavu, kwamba kiongozi huwa mara nyingi walikuwa wanatembea na mkongojo. Lakini hii kofia unayoona hapo yenye mfano wa ngozi ya chui pamoja na hivi viatu ambazo kobasi hizo alipewa kama zawadi na mfalme wa Guinea.
ilikuwa zawadi hiyo. Ndio, hizo zilikuwa zawadi. Na ni vitu ambavyo alikuwa akivipenda sana. Inavyosemekana ilivyokuwa akitokea kama anaenda outing au anatoka, ni vitu ambavyo alikuwa akivivaa sana. Lakini hapa picha ambazo pia utaziona sana. Ndio, hapa utaona sana. Hapa unaona kuna picha hii hapa akiwa na mwalimu wakiwa jijini Dar es Salaam wakisalimiana, lakini pia kuna hii picha hapa wakiwa na rais wa awamu ya pili Hassan Mwinyi mwenyewe na mwalimu pia akiwepo pamoja na Dr. Kawawa akiwepo. Lakini unaweza kuangalia pia hapa kuna picha kama hii hapa akiwa na aliyekuwa rais wa Kenya Kenyatta. Lakini pia ziko picha zingine ambazo amepiga na viongozi tofauti wa Afrika kama wakina Kenneth Kaunda. Ndio. Nataka tutizame picha za upande wa huku sasa, wakati tunamalizia kwenye sehemu hii ambayo ilikuwa ni eneo la VIP tumesema. Ndio, hii ni eneo la VIP. Hapa kwenye sebule hii ya VIP utakuta hapa kuna hiki kinyago. Hiki ni kinyago cha mfano wa tembo, kimetengenezwa kwa mfano wa tembo, ni kinyago ambacho kinatumika kama kigoda. Kilikuwa kitumika kama kigoda, lakini kuna picha akiwa amepiga hapa, akiwa amepiga na hii ni kwa Wizara ya Ulinzi, wale watu wa upande wa ulinzi, wanajeshi na nini. Lakini pia kuna hii hapa, kuna picha ambazo alikuwa kama hii hapa ni picha ambayo alikuwa kila kiapo. Ndio. Dr. Rashid Mfaume Kawawa hapa kila kiapo, lakini pia kuna picha nyingine tofauti mbalimbali kama hii hapa akiwa bungeni. Okay, bungeni hapo kwa wakati huo ndio, kwa wakati huo, lakini pia hii alikuwa bado hapa, alikuwa yuko TBC. Sawa. Ndio, Tanganyika Broadcasting Corporation. Lakini ukija hapa kwenye picha hii kubwa upande huu wa kushoto utaona hapa picha hii bila shaka. Hii ni au wanasema bwana na bibi. Alikuwa bwana na bibi, kama unavyoona alikuwa amependeza kusema ukweli. Na hapa alikuwa amevaa kijamaa kama unavyoona, nilikwambia kuhusu ile kofia. Umeona hapo inaonekana na zile kobas alikuwa amevaa, lakini hapo alikuwa yuko na mke wa kwanza. Au wanamuita mwanamke wa chuma, Bi Sofia Kawawa. Huyu ndio aliyekuwa kiongozi wa chama cha wanawake Tanzania. Moja kati ya wanawake ndio harakati wapambania harakati ndio. Ndio, kwa hiyo hapa walikuwa ni wametoka jumba la sinema. Huo ni mtoko. Huo ulikuwa ni mtoko. Mwanzo uliniambia kwamba mara nyingi vazi hili alikuwa anapenda kulivaa kwenye mtoko pia. Ndio, kwenye mtoko mara nyingi. Sawa. Tuende tukatazame pia sehemu nyingine ili tuweze kuona jinsi ambavyo historia ilivyotunzwa na kumbukumbu ya kiongozi huyu mashuhuri kabisa. Lakini pia lipo darasa ambalo jamii inalipata pia kutokana na maisha yake bila shaka. Ndio, kusema kweli Dr. Rashid Mfaume Kawawa kwanza anasifika kwa sababu ni moja kati ya viongozi ambao walianza majukumu ya kupambania ukombozi wa taifa letu wakiwa na umri mdogo sana. Ndio. Kwa sababu yeye alizaliwa mnamo mwaka 1926, lakini alianza kuingia kwenye harakati hizi anzia mwaka 1943. Okay. Umeona katika nikitizama katika maeneo tofauti na kwenye vitabu pia vya historia vinamtaja kwamba alikuwa na uwezo katika maeneo tofauti. Sanaa pia hakuipa kisogo. Nikapata pia na filamu ya Mwogo Mchungu na nini, nikasema basi hapa nitapata mengi. Ndio kweli. Hii ni moja kati ya mtambo ambao ulikuwa ukitumika kurusha matangazo au picha za filamu. Hii inaitwa Kodiak Pageant. Ni mtambo wa kutoka Marekani ambao ulikuwa ukimilikiwa na Dr. Rashid Mfaume Kawawa, na ndio ulikuwa unatumika kurushia baadhi ya filamu ambazo aliziigiza kama Mwogo Mchungu, kuna Meli na Kwenda, kuna Raia Wema, Wageni Wema, lakini pia kuna Charo Amerudi. Hizo zote ni filamu ambazo zilitolewa kipindi cha miaka 50, anzia mwaka 51 mpaka 54. Kwa hiyo mtambo ulikuwa kwake mwenyewe. Ndio, huo mtambo ulikuwa ukitumika. Kwa maana hiyo swala mazima pia, lakini pia nimekuambia kwamba alikuwa na huo mtambo. Na yeye kwa sababu alikuwa mashuhuri, alikuwa ni mtu mmoja kati ya Tanzania wa kwanza kabisa kutengeneza movie au filamu kwa Kiswahili. Alipata kuzawadiwa tuzo ya Zanzibar Film International Festival. Kwa tafsiri hapa, unajua tuzo muda mwingine inaonyesha utambuzi
Ndio. Kwamba wewe ni bora katika. Wewe ni bora, ndio. Sio kwamba alikuwa akiigiza tu. Sio kwamba alikuwa akiigiza. Alifanya kwa uwezo wa juu pia. Alikuwa akifanya kwa uwezo wa juu pia. Na yeye masuala ya maigizo alianza tangu akiwa shuleni. Ndio. Kwa ambao labda watakuja kubahatika kuona filamu ya ambayo inaelezea maisha ya Kawawa, wapo wanafunzi wenzake na Kawawa ambao walisoma nao, walikuwa wakielezea hiyo kwamba alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa hawako nyuma kwenye masuala ya michezo na maigizo. Lakini ni funzo pia kwa kizazi cha sasa Ndio. Pia ambao wanapenda kufanya sanaa na nini. Hakika. Kuna siku moja anaweza kufanya ambacho kitakuwa kikubwa zaidi. Njoo kwa huku kwanza. Tumemaliza kuzungumza katika sehemu ya uigizaji. Ndio. Hapa naiona picha ambayo kavalia jezi, ameushika mpira mkononi. Alikuwa mwanasoka pia. Ndio, alikuwa mwanasoka, lakini hapo alikuwa akifanya akitekeleza jukumu la urefari au muamuzi wa mpira wa miguu. Kipindi hiki bwana, ndugu yangu, naona kuna lawama nyingi sana kwa waamuzi. Siku hizi lawama ni nyingi kwa waamuzi. Ndio. Hapo yeye sheria alikuwa anazitekeleza vizuri bila shaka. Ndio, huyu alikuwa ni mtu wa haki sana. Ndio, lakini pia kuna picha nyingine tofauti unaweza kuziona hapa. Kuna kama hiyo picha hapo akiwa kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Ndio, akivaa buti hizo, lakini pia kuna picha ile pale mwanzoni yuko na Binaisa. Kipindi hicho cha baada ya vita vya Kagera. Ndio. Wakiwa wanafanya resolution. Lakini pia kuna picha kama hizi hapa za baada hapa walikuwa wakiangalia mabaki yaliyotokana na vita vile vya Kagera. Unaona hapa kipindi hiki akiwa na Moringe Sokoine. Ndio. Lakini pia kuna picha tofauti hapa akiwa akijifunza, yupo kwenye range kulenga shabaha. Lakini pia kuna nyingine picha hizi huku zinaonekana akiwa anaandaa kusafisha bunduki. Yupo na Mzee Karume, huyo ni Mzee Karume. Ndio. Inawezekana hapo katika maandalizi yao pia kuna story nyingine zinaendelea. Hapo kuna story nyingi, lakini pia tunaona ukitaka ujue kwamba huyu alikuwa ni kiongozi ambaye mwenye haki, na kupitia yeye unaona kuna mwanamke yuko hapo. By that time wanawake walikuwa hawajaachwa nyuma, kwa sababu Bi Sofia alikuwa ni mmoja kati ya watetezi wakubwa wa haki za wanawake. Kwa hiyo sasa tunaona hata kwamba wanawake pia walikuwa na uwezo kidogo wa kuwa na ukaribu kidogo na wanaume kwenye mambo yao. Sawa. Na akaenda sawa. Sasa Francisco, pamoja na mambo mengine, ukitembea katika sehemu tofauti ambazo zina historia ya ukombozi, mchezo wa bao ni moja wapo ya ambavyo utavikuta katika maeneo hayo sana. Sasa naona pia hapa huu ni mchezo wa bao. Ni mchezo kwa Afrika, ni mchezo ambao uko common sana au unafahamika sana. Wazungu wanaita bao mankala. Ni mchezo ambao unahusisha mbao ambayo imechimbwa vishimo na mbegu ambazo zinatumika kucheza, na huu ni mchezo ambao Dr. Rashid Mfaume Kawawa alikuwa akipenda sana kucheza. Alikuwa akija kama akitoka kwenye majukumu yake ya kikazi au katika safari, alikuwa akicheza huu na majirani zake. Kabisa. Mtazamaji wa Tanzania Safari Channel, ni wakati ambapo tunazidi kukupitisha ukiweza kuona masuala tofauti ambayo yamejiri kwa nyakati tofauti, na zaidi tukizungumza kuhusu maisha ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Pale kwenye mchezo ambao wakati tunazungumza, wengine wanasema ni sehemu ambapo mazungumzo yangeweza kufanyika kwa siri. Bila mtu ambaye anahitaji, ambaye ni adui, kuweza kujua ambacho kilikuwa kinazungumzwa ni nini. Kwenye kabati hapa kuna lolote? Hapana. Twende kwenye sehemu nyingine sasa. Wao mchezo wanasema mchezo wa bao ni mchezo ambao kwenye 1 na 2 huwa unaweza ukawa unahusika katika kufanya mipango fulani. Kwamba wanasema hata ukombozi, shughuli za ukombozi pia zinaanzia huko, kwamba walikuwa katika kupiga story, wanacheza huko, wanasema kwamba hoja zinapita huko. Hawa jamaa vipi, mbona kwa hiyo tunawaangalia tu wanatunyanyasa, kwa hiyo inakuaje? Hiki chumba tulichoingia ni chumba. Hiki ni chumba ambacho kilikuwa kikitumiwa na familia ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Lakini tuanzie kwenye hii hapa, unaona unakutana hii ni bao ambayo limechongwa, mbao ambayo imechongwa, lakini mbao hii ilitolewa kama zawadi kuonesha mchango wake katika kutekeleza azimio la Arusha. Kwa sababu huyu anasifika kama ni moja kati ya watekelezaji wakubwa wa azimio la Arusha mnamo mwaka 75 katika uanzishwaji wa
operation vijiji. Kuna vijiji vilianzishwa, vijiji vya ujamaa na maduka ya ujamaa. Hapo utaona ambapo kwa sasa hivi unaona kwa sehemu kama Peramiho, Madaba, Mbinga na Tunduru sasa hivi zimekuwa ni miji mikubwa tu. Ni sehemu kubwa, yani tofauti na kipindi hicho. Kwa hiyo huu wote ni mchango wake yeye katika kuhakikisha taifa linasonga mbele na kujipatia ukombozi. Sawa, pamoja na picha nyingine, naiona ile picha ambayo tulianza nayo pale mwanzo ambayo ni ya TBC, lakini pia picha nyingine iko hapa. Ambayo inaonyesha pia historia, namna ambavyo pia shirika la utangazaji Tanzania TBC limekuwa lina historia kubwa pia ndani yake. Hakika. Na TBC ya hapa anayetizama kama tulivyozungumza pale mwanzo, asije akaichanganya akajua ndo TBC ya sasa. TBC imekuwa ina mabadiliko tofauti. Kianzia hiyo ni Tanganyika Broadcasting Corporation. Kweli. Lakini baada ya hapo ikaja Sauti ya Dar es Salaam. Baada ya hapo ikaja Radio Tanzania Dar es Salaam. Lakini mabadiliko ya teknolojia ikaja kuizaa TVT pamoja na TNT. Lakini baada ya hapo sasa tunalo shirika la utangazaji Tanzania TBC ama Tanzania Broadcasting Corporation. Hakika. Picha hiyo hapo. Picha hiyo hapo. Kwa hiyo huyo alikuwa ni mwamba. Hapo kama hapo unaona hivyo akiwa hapo redioni, ina maana kwa kipindi kile walikuwa wanatumia system za audio visual kwamba kwamba matangazo kupitia njia ya sauti. Kwa hiyo hapo kama ni kutangazia au kuhutubia wananchi, ndipo walipokuwa wakitoa hizo taarifa na kuweza kufikisha sehemu zingine za Tanzania. Lakini pia utaona kuna hapa katika chumba hiki utaona pia, kwa sababu yeye nilikwambia kwa alikuwa ni mmoja kati ya waanzilishaji au waliosimamia Azimio la Arusha, tamko la Azimio la Arusha, unaona akiwa anajishughulisha katika shughuli za kijamaa. Hizi hapa kama hapo kwenye mbegu hizo, kuandaa mbegu za miogo, huko ni Pwani, ilikuwa mkoa wa Pwani ndio. Lakini kama hapo unaona akijaribu kukwatua hapo, akiwa anakwatua jembe, alikuwa yuko nyuma, kwa sababu amezaliwa pia naye katika wajua wengi wa Tanzania huwa wamezaliwa wengi katika ni watoto wa wakulima. Wametokea vijiji. Hata kama wewe utakuwa babako hatakuwa mkulima, lakini unaweza ukawa na mama yako mdogo, mjomba, wote ni wakulima. Kwa hiyo ndio kama shughuli hizo unavyoona. Lakini pia umeona hapa kuna shughuli nyingine za kijamii, alikuwa katika kuweka jiwe la msingi. Hiyo ni kuonesha kwamba hakuwa nyuma. Nilikuwa natazama kwenye hizo picha ambazo ameshika jembe. Ndio. Ni funzo pia. Sio dhambi kiongozi akifika sehemu akashika jembe kweli. Na ndio maana Dr. Rashid Mfaume Kawawa amepata sifa kubwa sana ya kuwa ni moja kati ya viongozi wazalendo ambao tumewahi kuwapata katika taifa hili. Ukifanya mazuri mara zote yataishi. Ndio maana mpaka hivi sasa tupo kwenye makumbusho haya. Tukiwa tunamulika maisha yake jinsi alivyokuwa na yale ambayo ametunzwa pia kwa ajili ya kuweza kuwa funzo kwa vizazi vingine. Hapa naona kitanda, bila shaka itakuwa ni alipokuwa akipumzika. Ndio. Hiki ni kitanda ambacho alikuwa akipumzika hapa. Yaani hiki kwa ujumla hiki ndio chumba chake ambacho alikuwa akilala. Ndio. Sasa mimi ambacho nakijua kipindi hicho tahadhari pia ilikuwa kubwa. Ni kipindi ambacho bado kuna vuguvugu la koloni na nini kwa kipindi kile kabla. Sasa nachoamini ni kwamba lazima mtu ajiandae kwa tahadhari yoyote ile kwamba jambo baya linaweza likatokea. Ni kweli. Na hapo ndipo tunapoona kwamba katika chumba hiki katika hii makumbusho actually imebeba kitu kimoja kikubwa sana, kinaitwa handaki la ukombozi. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba yeye ni moja kati ya wanaharakati ambao walikuwa wamesimamia sana katika kupigania uhuru wa baadhi ya nchi za kusini mwa Afrika na za jangwa la Sahara. Ukiangalia hapa kuna handaki kwenye hiki chumba hapa tulipo, handaki lipo hapa tulipo sasa. Lakini ile handaki hili unaloliona alikujengwa tu lenyewe hivi. Kulikuwa pia kuna baadhi ya kambi ambazo zilikuwa za wakimbizi na wapigania uhuru ambazo zilijengwa kama 3 za mkoa huu, zipo kuna Tunduru huko. Ndio. Kwa hiyo hapa kuna handaki ambalo kama alikuwa yuko ndani ana uwezo wa handaki hapa liko wapi? Sasa ngoja nikuoneshe. Na ulizo kushika kukusaidia? Ndio. Wapi? Ukiangalia hapa unaona kuna mlango huu ni mlango wa handaki. Ndio. Hapa ni hizi unafungua lock then unapita chini. Kwa maana hiyo kwa kipindi hicho
akihisi kuna hatari yoyote ile, Actually ni kufungua hapa kwanza. Ni kufungua, halafu anaingia. Kuna shimo huko chini. Huko chini kuna shimo. Na hiyo ndio tafsiri ya handaki. Ndio, ni shimo linalojengwa kwa chini ya ardhi ambayo kwamba halionekani juu. Kwa hiyo hili limejengwa, utajionea, tutaenda kuingia utajionea kwa namna jinsi lilivyotengenezwa. Sawa. Nzuri. Tukumbuke hii ni nyumba ambayo ilijengwa na jeshi la ulinzi wa hali ya juu. Ndio, ni nyumba ambayo ilijengwa kwa umara mkubwa. Inawezekana kuna mtu akawa anashangaa huko. Nimfahamishe kwamba hapa nipo kulala. Ngoja kwanza Francisco. Hapa niko natandika kitanda ambacho alikuwa akitumia waziri mkuu wa pili. Ndio. Kwa hiyo historia nyingine pia. Kweli. Hakika. Twende hapa. Sasa kabla hujaanza kuelezea hapa. Ndio. Haya mavazi ambayo naona ni majoho haya. Ndio, haya ni majoho. Na kwenye jina lake Rashid Mfaume Kawawa anaitwa Dokta. Ndio. Tutapata pia historia kidogo ya elimu yake. Tuambie kidogo kwanza kwenye historia ya elimu yake, alafu tuone ambapo imekuja kupatikana hiyo hadhi ya udaktari. Sawa. Dr. Rashid Mfaume Kawawa elimu yake alianzia huko Tunduru. Sawa. Alianzia huko Tunduru, shule ya Masasi, shule ya msingi Masasi, lakini pia akaenda shule ya msingi Tunduru, shule ya upili Tunduru. Baada ya kutoka hapo ndipo akaenda middle school Dar es Salaam. Sawa, akasoma huko middle school Dar es Salaam, then baadaye akatoka kwenda Tabora, Tabora Boys Secondary, na huko ndipo alipokutana na tunasema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio. Kwa hiyo hizi haya majoho unayoona hapa, kuna joho hapo hilo lilitoka katika chuo cha UDOM katika mahafali ya kwanza. Ili jeusi kwa maana hiyo, si ndio? Na 10, na kama unavyoona hapa kuna kitabu hiki cha kuwatunuku waasisi hiki cha hapo anaonekana Mkapa na muona ndio hivyo alitunukiwa hiyo shahada ya udokta hapo. Lakini pia kuna hili jo lingine hapa limeandikwa kabisa Makerere University, ambapo alitunukiwa shahada ya udokta inaitwa Doctor of Legion. Okay. Lakini by that time yeye hakuwa hai. Si ndio? Ndio. Lakini by that time yeye hakuwa hai. Wakati huo. Ndio, hakuwa hai. Kwa hiyo alipokea binti yake wa kwanza, huyo hapa. Muda anatumikiwa na chuo cha Makerere. Ndio. Alikuwa ameshafariki. Alikuwa tayari ameshafariki. Hata hiyo pia ya Dodoma. Maana ni 2010 na yeye alifariki 2009. Ya maana hizi akaja kupokea akaja kupokea mtoto wake. Huyo mtoto wake hapa, huyo ndio mtoto wake wa kwanza, anaitwa Madam Rehema. Okay. Ndio. Anaitwa Rehema Kawawa. Huyo hapo. Chini hapa naona msahafu pia. Ndio. Kitabu kitukufu hiki cha dini ya Kiislamu. Kitabu kitukufu cha dini alichokuwa akitumia. Ndio, hata hii meza ni pia ilikuwa ikitumika na mzee. Ndio. Hiki ni kitabu chake kwa sababu yeye kama kwa jina lenyewe linajitambulisha, yeye ni Rashidi. Kwa hiyo alikuwa ni dini ya Kiislamu, ni Muislamu, na huo ni msahafu ambao ulikuwa ukitumika. Lakini utaona pia kuna kioo hapa. Hiki ni kioo ambacho pia alikuwa akitumia kujitazama wakati akiwa anavaa. Lakini sambamba na kioo hiki usije kusema kwamba hakuna mavazi. Mavazi ya kioo hapa ndo napata picha ya zile kaunda ambazo nilikuwa naona amevaa wakati mwingine. Ndio. Hapa ndo sehemu ilikuwa ya kuitengeneza vizuri, suti yake ikae vizuri. Hakika. Na hapa kwenye kabati hili utaona mavazi yake ambayo alikuwa akivaa kwa kipindi hicho. Okay. Ukiangalia hapa, kuna suti. Ndio. Kuna suti. Hizi huwa ni vitu ambavyo haturuhusu watu kushika, maana unaweza kuwa na mafuta au nini ukaviletea dosari ambayo kufanya kwamba kwa sababu vinahitajika vibaki kwa ajili ya taifa lingine lijalo mbele wapate kujifunza kitu. Ndio. Kwa hiyo kuna hii suti hapa, hii kaunda suti. Lakini kuna suti hapa. Lakini kuna jezi za michezo za TFF kama unavyoziona hapa. Ndio. Lakini pia kulikuwa kuna hii nguo ya kulalia kama unavyoiona hapa.
Sawa, ni sehemu ya yale mavazi ambayo alikuwa akiyatumia wakati. Basi tufunge hapa pia. Amen. Ili azidi kubaki katika uimara wake, na ndipo inapokuja thamani pia ya uhifadhi. Ndio. Kila kuweza pia kuzidi kuweka kumbukumbu kwa vizazi vingine na watu kuweza kujifunza zaidi kwenye mambo tofauti ambayo yanakuwa yanatokea katika maisha ya kila siku. Kule pembeni kabisa nimeona tena picha ile. Ndio. Ni Bi Sofia yule. Ndio. Mke wa kwanza. Okay. Hiyo ni picha ambayo alikuwa amepiga na mke. Hiyo itakuwa pia ilikuwa mtoko kama ile ya kwanza. Kama kawaida. Unaona alikuwa wakicheza. Alikuwa akidansi kidogo hapo. Walikuwa wakipata burudani wakicheza. Lakini ukiangalia hapa kuna picha hii. Hii ni picha ambayo kidogo itatukumbusha jambo ambalo litatugusa kidogo wananchi. Kabisa. Tukiwa kwamba ndio katika kipindi cha kuupumzisha mwili wake. Ndio huyu alifariki tarehe 31 mwezi Disemba mwaka 2009. Kwa hiyo hapa alikuwa kwenye mazishi. Unaona hapa rais wa mstaafu ndio wa awamu ya 4 akiwa anatupia udongo kwenye kaburi lake. Lakini pia unaweza kwa mbali ukiangalia unaweza kumuona huyu hapa anafanana na Mheshimiwa na Simba wa Vita. Ndio. Na huyu ni Vita Kawawa au Ramadhani. Ndio. Okay. Lakini pia ukichungulia unaweza ukaona kuna viongozi wengi huku, kuna Mizengo Pinda. Hapa kuna rais wa awamu ya pili wa Zanzibar. Lakini pia kuna Dr. Shein yupo hapa. Umeona Kwa hiyo ni picha ambayo kidogo inatukumbusha mbali kabisa, na mara zote tunasema kwamba yale mema ambayo unayafanya ukiwa hai, urathi wako utazidi kuwepo siku zote. Kile ambacho umekifanya kwa ubora wa hali ya juu kitazidi kuishi kila siku. Tuendelee basi kumuonesha pia mtazamaji wa Tanzania Safari Channel. Sisi tunasema mara zote tumerithishwa, nasi tuna jukumu la kuweza kuwarithisha wengine. Kwa hivyo kupitia hapa mtazamaji pia anaona kile ambacho kimefanyika kwa nyakati hizo. Nyuma ya Rashid Mfaume Kawawa ipo familia. Na familia ilikuwa na maisha yake pengine ambayo yamemtengeneza naye kuwa bora kabisa. Ndio. Hapa tutajionea kuna ziko picha 3. Kuna picha ya baba mzazi wa Dr. Rashid Mfaume Kawawa, mzee Mfaume Kawawa mwenyewe yule pale akiwa amevaa mavazi ya askari wa wanyamapori. Okay. Mzee kwa mwindaji alikuwa ni mhifadhi wa wanyama, ndio mhifadhi wa wanyamapori. Ndio. Lakini pia kuna picha hiyo hapo ya mama yake Dr. Rashid Mfaume Kawawa, lakini pia akiwa na mtoto wa Kawawa. Na hapa chini hii ndio picha ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa mwenyewe. Lakini ukiachana hizo picha zote kuna kinyago hiki hapa kinaitwa Eskimo. Hiki ni kinyago ambacho walipewa kutoka Canada. Lakini hiki kwa sababu baba yake Dr. Rashid Mfaume Kawawa alikuwa ni askari wa wanyamapori, lakini pia alikuwa akijishughulisha na shughuli za uwindaji. Pia hivyo mtoto wake, wanasema tunda alianguki mbali na mti kabisa. Ndio, kwa hiyo naye alikuwa akishiriki shughuli za uwindaji, na hata kwa historia pia walikuwa anapenda sana kula nyama pori. Kwa hiyo walimpa hicho na kwa ufupi hapo kwenye kuzungumza msisitizo pia kwa wazazi. Ndio. Tenda yaliyo mema. Kwa sababu mwanao pia anajifunza kutokana na kile ambacho unakuwa unakifanya wewe. Hakika. Ukitenda mema na yeye pia atakuja kufanya hivyo hivyo. Hakika. Basi hapa tupo eneo la jiko. Kama unavyoona, unaona kuna kabati ya ukutani. Hivi vyote ndugu mtazamaji ni vitu ambavyo havijabadilishwa, viko katika uhalisia wake kama vilivyokuwa vikitumika hapo awali enzi za uhai wake. Lakini pia unaweza kuona kuna kabati pia hilo hapo. Sawa. Tuelekee hapa ambapo penye dining hapa bila shaka. Tukianza hapa picha ya kwanza ambayo inanipokea, naona ni kama ya familia kwake yote. Ndio. Kuanzia kwa baba yake, mama yake, yeye mwenyewe, wake pamoja na watoto. Ndio. Dr. Rashid Mfaume Kawawa yeye alibahatika kuwa na wake watatu. Ndio. Mke wa kwanza Bi Sofia Selemani Kawawa, ambaye huyu yeye alikuwa mwanaharakati kama
tunavyojua kwamba alikuwa ni mmoja kati ya haki za wanawake mstari wa mbele, umoja wa wanawake wa Tanganyika na baadaye Tanzania. Lakini yeye alipata kuwa na watoto 8, lakini pia kuna mke wa pili Bi Asia Abdalla. Huyu yeye naye sio kwamba hakuwa mtu ambaye yuko chini, lakini alikuwa ni mtu alijishughulisha katika kutoa elimu, kwa sababu huyu alikuwa ni mwalimu wa shule ya Loleza Mbeya. Ndio naye alibahatika kuwa na watoto 7. Lakini hapa katika hii historia ya watoto kuna watoto tayari walishafariki. Kuna huyu Mfaume, lakini pia na huyu Habiba. Okay. Ndio. Kwa huyu mke wa tatu Asina Kawawa, yeye hawakubahatika kupata mtoto. Kwa maana hiyo jumla alipata watoto 15. Ndio. Okay. Picha hii pasi na shaka ni mwendelezo wa zile za kule. Ndio, ni Sofia huyo. Ni mwendelezo wa zile za kule. Hapana. Hapana, huyo sio Bi Sofia. Hii ni picha ya wanasema ni picha, hii ni picha ambayo alikuwa akitembelea baadhi ya wafanyakazi na watu mbalimbali, kujua jinsi maendeleo yao tu, kwamba kufuatilia, maana yeye ni kiongozi mkubwa, kwa hiyo alikuwa akipata kwenda huku na kule. Utaona kuna picha pia alikuwa visit sehemu kama za hospitali. Sawa. Lakini hapa pia tunaweza tukajionea, hapa kuna dining table, meza bado iko imara, meza ya kulia chakula, lakini kuna viti hivi ambavyo vilikuwa vikitumika kama kwenye dining wakati wa kula chakula. Naam, sasa hapa naona tunaenda kwenye sehemu ya pili huku kwa nje, ikiwa bado tunaendelea kukujulisha na kuonesha yale mengi ambayo yapo katika sehemu hii ya makumbusho ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa yaliyoko hapa katika mkoa wa Ruvuma. Tulikofika hapa naona kuna sehemu mbili. Ndio. Kuna upande huu, lakini kuna upande wa pili ambao una mfanano na upande wa hapa. Ndio kweli. Maelezo kidogo kuhusu eneo hili. Njoo kwa hapa kwanza nipe maelezo ya kutosha kuhusu eneo hili. Karibuni, mmejisikia kwamba mko upande wa nje. Hizi zote ni sehemu mbili ambazo zinafanana. Unavyoona kitu pale, unaona kuna kitu kama tanuru, lakini pia upande wa pili baada ya ukuta unaona pia kipo. Kwa hiyo vilijengwa kwa mfanano. Kama unaona huku kuna choo, kuna baadhi ya vyoo pale, vyoo vya shimo, vyoo vya kisasa. Tafsiri lakini jengo hili la huku lilikuwa ni jengo likikaliwa na walikuwa wakifikia wageni na wanafamilia, walikuwa wakikaa wageni na wanafamilia walikaa upande tulipo. Yaani walikuwa wakigawanyika kwa sababu familia ilikuwa inakaa huko ndani, lakini pia kwa sababu walikuwa na watoto wengi na wale walikuwa wanaweza kujumuika pia, hata watoto wote wa mke wa kwanza na wa pili wote wakaja kumtembelea. Kwa hiyo watu, hizi ni sehemu ambazo walikuwa wakifikia, na wageni alikuwa anapokea wageni wengi sana. Kwa sababu yeye alikuwa ni mtu mashuhuri. Na siku zote pia ukiwa mtu rahim tunasema wageni watakuja. Wageni watakuja. Mapokezi mazuri unawapatia, wewe ni mkarimu, lazima wageni waje. Hapa panafanana kule kama walivyozungumza. Ndio. Na hapa tunaona kibango kinachoonyesha kwamba hii ni maktaba, library. Hakika. Hii ni maktaba ambayo imesheheni vitabu vya mtandao kwa ajili ya wanafunzi wa shule, lakini pia viko vitabu ambavyo vinaelezea harakati za baadhi ya miji ya kale ya Tanzania au Tanganyika hilo, na pia kuna baadhi ya vitabu vingine vipo vya Kawawa mwenyewe kumwelezea Kawawa, lakini vipo vitabu kama vya katiba, kuhusu katiba, vitabu vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Benjamin William Mkapa. Lakini pia utajionea tuna kompyuta hapa, ziko kompyuta hizi hapa tunapata kutoa huduma ya internet, lakini pia tunaweza kutoa mafunzo wanasema mafunzo ya msingi kwa wanafunzi ya kuhusu kompyuta. Sawa. Sasa kwa sababu nimemkuta mwingine, yeye anahusika na eneo hili zaidi. Ndio anahusika. Ndio utakuwa umechoka kidogo. Pumzika, tuna safari ndefu na wewe bado. Vipi hali yako? Safi. Uko vizuri? Nitakusikia usiwe na shaka. Nzuri. Mambo yanaendaje hapa? Hatujambo kabisa. Hapa kikubwa ambacho mnakifanya ni nini? Naona kuna kompyuta na nini, njia za kidijitali zinatumika sasa hivi kuweza kuhifadhi historia bila shaka. Ndio, njia za kidijitali zinatumika sana katika kuhifadhi historia.
hasa kwa kizazi hiki ambacho tunatamani wajifunze vitu mbalimbali kupitia kompyuta hizi. Kwa hiyo baadhi ya machapisho ya wanafunzi tumehifadhi kwenye kompyuta zetu ili pia nao wajifunze hizo njia za kidigitali. Ninachoamini hapa mtakuwa mnawapokea makundi tofauti, wakiwepo wanafunzi na makundi mengine mbalimbali. Wakifika hapa, kikubwa zaidi ambacho unahusika nacho kwao ni nini wewe? Wanapenda kuona nini na wewe unafanyaje? Kikubwa ambacho wao wanapenda kuona ni kupata taarifa ambazo wao wanazihitaji kwa wakati huo. Hasa kuhakikisha kwamba wanapata machapisho ambayo ni sahihi kwa kile kitu ambacho wao wanatarajia kukipata kutoka kwetu. Kwa hiyo kama wanahitaji machapisho kuhusu Dr. Rashid Mfaume wao wanayapata. Wakihitaji machapisho kuhusu wanafunzi elimu wanapata. Wakihitaji machapisho kuhusu ufugaji wanapata. Kwa hiyo ni maktaba iliyosheheni vitu mbalimbali. Alafu kunaambia unaitwa nani? Naitwa Christina Ayubu Shelikindo, ni mkutubi maktaba ya Dr. Rashid Mfaume wao. Sogea hivi Christina sasa, kwa sababu umekaa hapa kwa muda mrefu, na mimi kuna mawili matatu ambayo pia utakuwa umeachota kidogo kumuhusu shujaa ama simba wa vita katika historia ya Tanzania. Ni kipi ambacho unaweza kumzungumzia vipi kiongozi huyu mashuhuri? Dr. Rashid Mfaume wao alikuwa kiongozi ambaye alikuwa kwa kweli ni mfano wa kuiga kulingana na maisha yake, kazi pia alizokuwa anazifanya, lakini mjumuisho wa historia Tanzania imembeba Dr. Rashid Mfaume kama simba wa vita. Na mtazamaji, pamoja na mambo mengine, kitabu hiki ni sehemu ya vile ambavyo vipo katika sehemu hii vikielezea historia ya bara la Afrika, lakini pia taifa la Tanzania kuanzia ikiwa Tanganyika, na mambo mengine tofauti utapata katika sehemu hii. Baadaye nikirudi utanipatia hiki, nitakuja kukisoma. Ngoja kwanza tumalize kuonesha watazamaji wetu yaliyoko hapa. Kila la kheri, endelea na kazi yako vizuri hapa. Ngoja niendelee hapa na Francisco azidi kutupitisha kwenye maeneo tofauti. Karibu sana. Shavuta pumzi. Ndio, karibu sana. Sasa niko na energy. Kabla tujaenda huku, kuna picha ambazo nimeziona na ningepitia kama nisingekushirikisha kwenye hizi ili tumpe kidogo kumbukumbu mtazamaji wetu. Tukianzia hapa, picha zinaonekana vizuri. Hizo ni picha ambazo zinamuonyesha Dr. Rashid Mfaume Kawawa akiwa anasalimiana na viongozi wenzake mbalimbali wa serikalini. Ndio. Lakini pia upande wa kulia, ukija upande wa kulia kuna picha. Hapa ndipo ambapo kuna picha hapa. Hii inaonyesha picha la jengo hii ni picha ambayo inaonyesha jengo la shule ya Tabora Boys. Na hapa ndipo walipokuja kukutana na mwalimu. Ndio. Wao walikuwa wakikaa somewhere hapa. Ndio. Nilikuwa jengo lao hili. Ndio. Kwa ina maana wameanza kufahamiana wakiwa shule. Ndio. Kila mmoja anajua uwezo wa mwenzake. Ndio. Na dhamira alionayo pia mwenzake mtu anaweza kuifahamu vizuri. Kwa hiyo historia imetokea kuanzia shule huko. Imetokea kuanzia shule. Tumalizie na hii alafu. Lakini hii hapa ni picha ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa akiwa amepokelewa na wageni wenyeji wake huko Uingereza. Hapa nilikuwa ni airport, uwanja wa ndege kama unavyoona hapa. Unajua, ukisikia simulizi za watu tofauti katika maisha ya uongozi pia ucheshi pia unatakiwa kwa namna moja ama nyingine. Utani wa kila siku na nini, lakini pia pengine kutokana na maisha ambayo mtu anakuwa anaishi ndo hata utani huwa unatokea kwenye maisha. Sasa mara nyingi kuna maneno ya utani yamekuwa kisikika kumuhusu yeye. Sehemu nyingi sana utayasikia. Haya naonesha namna gani alikuwa mcheshi pia. Kweli. Hapa sasa tumefika. Nilikwambia kule chumbani kwamba tulikuwa kwenye chumba chake kile kwamba kulikuwa kuna milango miwili ya kuingia ndakini, lakini huu mlango mwingine ndio uko hapa. Ndio hii kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya ukumbi wa familia. Sawa. Huu ulikuwa ukumbi wa familia. Kwa hiyo hapa ndipo aliweka huo mlango wa pili. Kwa hiyo tutapata kuingia, tupate kujionea kuna nini. Hili ndio handaki la ukombozi. Huu ni mlango wa handaki la ukombozi. Sasa wakati tunaenda kwenye handaki hili la ukombozi, mtazamaji wa Tanzania Safari Channel, ni kuombe radhi kwa sababu ya uhalisia wa mazingira jinsi yalivyo. Kwenye handaki huku inawezekana kwa kuna mabadiliko kidogo ya sauti ambavyo itakuwa ikisikika, lakini pia kuna sehemu hata picha inaweza ikaa kuna mabadiliko kutokana na hali halisi ya eneo hili. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha unaona kila kilichoko hapa. Kwa hiyo mwangu usiwe na shida kwako.
kikubwa ni kwamba utakuwa unasikia vizuri kile ambacho kinajiri kutokea kwenye pango hili la Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Karibu sana. Kwa maana huko ilikuwa sehemu mojawapo ya kusaidia pale anapohisi kwamba kuna changamoto ambayo inakutokea, hali ya hatari yoyote ile, nakimbilia huko ndani. Ndio, hili ndio handaki la ukombozi, lakini umeshangaa kwamba tayari umeshaingia kwenye handaki hili na bado unaona kwamba unavuta hewa safi tu, upate changamoto yoyote ya hewa. Ndio maana tunazungumza vizuri kabisa. Ndio, ili handaki lina sehemu kwa ajili ya kupumulia, kwa ajili ya kuingiza hewa ya oxygen. Okay. Lakini hapa ukiangalia ili handaki, ule mlango wa chumbani ni huu hapa wa kutokea chumbani kwake. Okay. Kwa maana pale chumbani ambapo kulikuwa kuna sehemu ya kufungua, akifungua anatokea sehemu hii. Ndio hapa hivi. Okay, kwenye vibao vya juu hapo ndo mlango huo. Ndio. Sawa. Kwa hiyo alikuwa anaweza kutokea hapa. Haya matundu yote ambayo tunanyima hivi hapa. Ukiangalia hapo juu utaona kuna hizo matundu ambayo ni kwa ajili ya kupitisha hewa ya oxygen. Okay. Wazungu wanapenda kuita ventilation. Lakini pia nimewaambia kwamba watazamaji wangu kwamba hii ni sehemu ambayo ilikuwa handaki la ukombozi. Je, wajiuliza kwamba katika huo ukombozi, kwa mfano labda ukiwa unafanya vikao hivi vya ukombozi wa baadhi ya nchi, je, walikuwa wakiketi wapi? Walikuwa wakiketi hapa. Kwa hizi sehemu ndo kama hivi tunaita vimbweta. Kama vimbweta hivi. Ndio. Hapa ndo mnazungumza. Hakika. Hapa sio kubishania mpira. Sio kubishania hapa, kuzungumza kuhusu namna ya kukomboa bara kabisa, ya kukomboa bara, ya kuwafukuza wakoloni. Kwa hiyo hapa unaweza kuona hapa kuna hii sehemu ambayo ilikuwa imewekwa kama store. Okay. Hii inaweza ikawa kama store, lakini pia inaweza kusimama kama sehemu ya kukaa mlinzi. Ambaye anaweza kuangalia kama kuna jambo lolote ambalo litakuwa bado linatokea upande ule kule wa interest. Ndio. Sawa, na kama unavyoona ile handaki limejengwa kwa uimara sana, hata ukiangalia mpaka leo limeweza kusurvive na halionyeshi kuwa na nyufa ya aina yoyote ile. Na tukizungumza kuhusu safari ya ukombozi, kuna jitihada nyingi ambazo zilikuwa zikifanyika kuona maeneo kama haya, miundombinu kama hii ilikuwa ikitengenezwa kwa nyakati hizo. Haikuwa kazi rahisi, lakini ilikuwa ni ujasiri wa hali ya juu na uthubutu ambao viongozi walikuwa nao ili kuweza kuhakikisha kwamba baadaye amani inapatikana na tunaishi maisha ambayo tunaishi kama hivi sasa. Hakika. Karibu. Ndipo tunapoelekea kwenda kuiona ile njia ya kutokea. Nikitizama hapa jinsi palivyo, kuna sehemu tu unakuja kama hivi tunavyotembea huku pembeni. Kuna kama sehemu ambazo ziko wazi. Afu hauingii ndani sana. Tafsiri ya ujenzi wa hivi ilikuwa ni nini? Kama kawaida ukiangalia hili ni handaki, lakini kwa sehemu kama hii hapa, kwanza hili handaki lina giza totoro. Kuna giza totoro kiasi kwamba tukisema tuzime taa hakuna mtu atamwona mwenzake. Tutajigonga ukutani. Tujaribu kufanya hivyo. Alafu tutaelewa hapa kuna bana tizama ile Safari Channel. Tukizima hapa sija KS Channel imekatika. Tunataka kuona hali halisi ilivyokuwa kwa wakati huo. Tuzime tatu. Umebahatika kuniona hapa adui anapita vizuri hapa. Kwa hiyo umeelewa sasa kwamba na uwezo wa kusimama hapa na akapita adui pasipo kuniona. Kabisa, ilikuwa ni akili kubwa ambayo ilikuwa ikitumika hapa. Ndio. Ndani unaweza ukaishi huko peke yako na usijue pia kama upo kwenye jengo la aina yote, mwasheni taba. Sio kasha tao kama mtu ameshapotea hapa ndani. Hivi ikawa nyingine. Kwa hiyo huko tunaelekea ambapo handaki lina kwa maana hiyo kama ikitokea tahadhari kwa wakati ule, anaweza kaingia huko ndani na usitoke muda huo akajificha huko kwa muda, alafu baadaye ndo akatoka. Hakika. Kulingana jinsi ambavyo hali inavyokuwa, hali si hali wakati huo. Sawa, tayari kwa ajili pia ya kuonesha namna ambavyo mapambano yakifanyika. Kuongezea zaidi kwa hicho ulichokisema, ngoja tukitoka nje hapa utapata
kujionea vizuri zaidi kwamba ni sehemu ambayo mtu anaweza kukaa pasipo kutoka na mtu mwingine yote asiweze kutambua kama kuna mtu ndani ya handaki. Okay. Au asitambue kama kuna handaki. Basi anza kupanda twende hapo. Na maana hapa ndo sehemu ya kutokea. Ndio. Kama ambavyo nilimfahamisha pia mtazamaji, hapa inaweza kukatokea pia changamoto yote kama nilivyokuambia hapo awali. Kwa hiyo ukiona kuna picha kutikisika hapo, usije ukashtuka ama ukapata wasiwasi. Ni kutokana na jinsi hali ilivyo hapa, ni kwenye kukuonesha uhalisia tukiwa tunatoka kwenye handaki huku chini, handaki la Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Na nami hapa napata nafasi sasa ya kutoka huku chini ambapo nilikuwa nikikujulisha ambayo yanajiri huku ndani. Na hiyo kumbe nje hali iko hivi. Kwa mkono kidogo. Haikuwa rahisi. Shughuli kubwa imefanyika. Shughuli ni kubwa. Sasa hapa sisi tuko nje ya handaki. Ndio kule? Ndio kule, tumetokea kule. Na hapa tuko nje ya handaki. Na kidogo pia na timu yangu pia ambayo nimekuwa nayo, unamwona hapo Elia Stefano huyo hapo. Unaona kijana shaka sana Dar es Salaam huyo. Kwa kupita kidogo hapo naona jasho ilikuwa changamoto. Kwa hiyo sasa ukiangalia, nilikuwa nataka nikupe kidogo ujumbe kuhusiana na eneo hili hapa. Ukiangalia hapa utaweza kuona kuna baadhi ya mifuniko ya mashimo mashimo ya kuhifadhia maji, kuhifadhi maji machafu. Kazi nzito kweli kweli. Kuna mifuniko hii ambayo imefunika mashimo ya kuhifadhia maji machafu. Umeona ukiangalia ipo mingi, kwa maana hiyo mifuniko hii hapa tukifunika na huu hapa, adui akija anajua na huu ni sehemu ya anajua hii nayo ni sehemu ya chemba. Umeona atajua hii nayo ni sehemu ya chemba. Na kikubwa zaidi, kwa sababu waliojenga jengo hili ni jeshi la wananchi la ulinzi wa Tanzania. Kufanya kazi kwa ubora. Ukiangalia kule utaona kuna vitu vimekaa kama chemba fulani za kutoka hapo, kuna vyoo ndani vya kutolea maji kupita hapo. Kumbe hapa hizi ndizo sehemu ambazo zinatupa hewa ndani ya handaki. Zilikuwa tunaziona kwa ndani. Ndio maana ukiingia ndani upati changamoto ya hewa. Kwa sababu jenga ni na jeshi. Kwa hiyo wao wanaelewa ni namna gani ya kufanya mambo kwa kipindi hicho. Kwa hiyo walikuwa wana ubunifu mkubwa wa kuweza kutengeneza nyumba za viongozi. Kama unavyoona. Kumbuka ni nyumba ambayo imejengwa mnamo mwaka 75. Mwaka 75 ndio imejengwa nyumba hii. Ndio. Kwa kipindi hicho ilikuwa ni nyumba ya kuvutia sana, kama unavyoona bado haijapoteza ubora. Inavutia. Naam, na hayo ndio ambayo utayapata ukifika hapa katika makumbusho haya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Kwa kumalizia kabisa, zungumza na yule ambaye anakutizama kwa sasa. Ana sababu gani ya kuja katika makumbusho haya? Sasa kituo cha Dr. Rashid Mfaume Kawawa kama makumbusho kinawakaribisha sana watafiti wa Tanzania kwa ujumla, lakini pia wanafunzi wapate kujifunza kuhusu uzalendo, lakini pia wapate kujifunza kuhusu harakati za ukombozi wa baadhi ya mataifa ya Afrika na taifa lao kwa ujumla, lakini pia watapata kujifunza zaidi nini cha kujivunia kwenye swala la uongozi. Watapata tunasema kama misingi ya uongozi, kwa sababu kulingana na jinsi alivyokuwa akiishi Kawawa alikuwa akiishi vizuri sana na watu. Alikuwa akitoa msaada kwa wanajamii na jamii kwa ujumla na Watanzania, na hakuwa mtu wa kujilimbikizia mali. Ndio tunasema kwamba ni uzalendo ulikuwa hapa. Sawa. Alikuwa ni kiongozi mzalendo sana. Lakini pia kitu kingine, Kawawa kwa sababu alikuwa ni kiongozi, alianza kufanya majukumu ya kiserikali na majukumu ya ukombozi wa taifa hili akiwa bado yuko katika kijana, umri mdogo. Ndio kama kwa mfano ukiona hiyo issue ya kama shirikisho la
wafanyakazi. Ilikuwa ikifanyika kitambo sana. Sawa, ilikuwa ikifanyika siku nyingi akiwa bado ni kijana. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tumekupa hadithi ya yale yalo mengi ambayo ilifanyika kwa nyakati hizo, lakini pia yakizidi kuishi kila uchao. Hayo yote ni kumbukumbu ama historia ya yale mema ambayo aliyafanya simba wa vita Dr. Rashid Mfaume Kawa, na yote yamehifadhiwa katika makumbusho haya. Ukifika mkoani Ruvuma ukaja kwenye kituo hiki, basi utaweza kuyapata kwa undani. Hata wanafunzi kutoka shule tofauti wana nafasi pia kuja kujifunza historia na jinsi ambapo taifa pia limetoka kwa namna moja ama nyingine, wakapata yaliyo bora zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya Tanzania Safari Channel kutoka eneo hili, jina langu mimi ni Idrisa Abubakar. Endelea kufuatilia matangazo yanaendelea kupitia hapa Tanzania Safari Channel. Tumerithishwa tuwarithishe.